43:21. Ni pale kuko shabaha ya Mungu kumuumba mtu, ni kwamba mtu amwabudu daima kwa siku zote anazoishi. Bwana asifiwe. Msomaji atusomee katika Ufunuo wa Yohana sura ya 3 kifungu cha 11. Soma pale 3:11 Ufunuo. We are going to read in the book of Revelation. Bwana asifiwe. Ufunuo wa Yohana sura ya 3. Revelation chapter 3. Mstari wa 11. Verse 11. Ni hapo tunasoma. It's where we are going to read. Msomaji arudie pale kwa Kiingereza. We ask our reader to repeat again where you read. Atusomee pale kwa lugha ya Kiingereza. So you can read in English. 3:11. Chapter 3 verse 11. Bwana asifiwe. Praise God. Mwandishi wa hiki kitabu ni Yohana. The person who wrote this book is the Apostle John. Katika Agano Jipya, in the New Testament, tuko na wa Yohana watatu. We have 3 kinds of Johns. Na wale wa Yohana watatu, all of them 3 Johns. Yohana wa kwanza anaitwa Yohana mwana wa Zakaria. The first John is called John, the son of Zachariah. Mama yake anaitwa Elizabeti. And his mother is Elizabeth. Yohana wa pili, the second John, anaitwa Yohana mwana wa Zebedayo. Is called John, the son of Zebediah. Na mama yake anaitwa Salome. And his mother's name is Salome. Tuna Yohana mwingine wa tatu. The other John anaitwa Yohana Marko. Yohana Marko. John Michael. Huyu Yohana Marko, this John Mike, baba yake hakutajwa. The last name is not mentioned in the Bible. Lakini mama yake, but his mama, alikuwa mjane. His mother was a widow. Mjane mwaminifu. He was a trustful widow. Huyu mama alikuwa na nyumba kubwa Yerusalemu. This woman, nyumba kubwa. This woman was having a big house in Jerusalem. Na ndani ya nyumba yake, inside the house, kilikuwa chumba cha maombi. It was a big room of prayer. Cha mitume wa Bwana Yesu Kristo. For the apostle of Jesus Christ. Alipokufa aliwaacha mule. When he died, he left them inside the house. Alipofufuka aliwakuta mule. When he rose, he came back and they found them in the same place. Hata siku ya Pentekoste, even the day of the Pentecost, ni mule walikuwa. In the same place where they were. Ni mule nyumbani mwa huyu mama yake na Marko. Inside the house of. Sasa huyu Yohana mwana wa Zebedayo. So this John, the son of Zebediah, katika Agano Jipya anaandika vitabu 5. In the New Testament he has 3 books. Anaandika nyaraka 3. He has 3 letters. Anaandika injili moja. One book for evangelism. Na kitabu cha Ufunuo. And the last book is the book of Revelation.
Na katika Ufunuo, in the book of Revelation, nakumbuka mtu huyu. I remember this person. Malaika alifika. The angel came to him. Alipofika kwake, when he arrived to him, alimshika mkono. He touched his hand. Akamwambia twende kuibada mbinguni. And they told him, let's go to the heaven. Wakaelekea mbingu. And they went all together to heaven. Akashinda ibada huko. And he became victorious. Akashinda ibada huko. And he became victorious through service of God. Na aliporudi huko, when he went back, huyu ni kijana aliyezoea mateso. This person was having a hard time. Yeye kule Patmo, to the Patmo, kwenye alikutana na Yesu, where he met Jesus, na Yesu kumfanya mjumbe, and Jesus changed him to be a new person. Yesu kumfanya mjumbe, Jesus changed him to become a messenger. Alimtuma kwa makanisa 7, and they sent him to 7 churches. Makanisa yale 7, those 7 churches, yalipatikana katika Asia ndogo. They all found in small Asia. Ni kule Yohana alitumwa. It's where John was sent. Hili kanisa tunasoma habari zake. This church that we are going to read its news, ni kanisa la 6. It's a 6th church. Ni kanisa la 6 muyale sawa. In 7 churches, it's the 6th churches. Kanisa hili linaitwa Philadelphia. This church is called the Philadelphia Church. Maana ya jina hili, the meaning of this church, ni watu wanaotumikia pamoja. The meaning of the church is the people who are all together, working together, wakiongozwa na upendo. They all directed by love. Ndio maana ya jina Philadelphia. That's the full meaning of Philadelphia, love. Sasa kanisa hili, so this church, Mungu alipenda sana. God loved so much the church. Alipenda waumini wa kanisa hili. He loved the Christians of that church, the believers. Waumini wa kanisa hili, because the believers of the church, walishika mambo matano. They all they took 5 things. Walishika mambo matano. They took 5 things. Ama katika mambo haya matano, in those 5 things, la kwanza walikuwa na upendo. The first thing was love. La pili walikuwa na imani. The second was faith. La tatu walitumika kwa ushirika. The third thing was they all worked together in unity. La nne walifanya maendeleo yanayompendeza Mungu. The fourth thing, they all worked together and they made God proud. Maendeleo ya wokovu. The development of salvation. Kanisa kuendelea. The church, in order the church to progress. Sikuweka cement chini. That it doesn't mean to make a cement down on the floor. Wala kuezeka na mabati. Or to put something on top. Wala kununua ngoma. Or buy drummers. Maendeleo Mungu anahesabu. The good thing that God counts ni ya watu kuokolewa. Is God in the salvation of people kwa siku. Daily, every day. Bwana asifiwe. Praise God. Hiyo ndio maendeleo ya kiroho. That's the good progress of faith. Mungu ahesabu uzuri wa nyumba. God doesn't count the beauty of a house. Uzuri wa nyumba sio maendeleo kwa Mungu. The beauty of a house is not a good progress to God. Lakini uzuri Mungu anapenda. The good beauty that God loves. Ni maendeleo ya wokovu. Is the progression of salvation. Bwana asifiwe. Praise God. Mkutano wetu unasema shika ulicho nacho. The main purpose of our service is take what you're supposed to take. Shika ulicho nacho. Take whatever you have. Hili neno nalipenda sana. I love this word. Na hili neno ni mzuri sana. It's a beautiful word. Tuna mambo tutasema mule ndani. There is a lot that we are going to talk about.
Tutaongelea juu ya maneno matatu. We are going to talk about 3 things. Tutasema kushika ni nini? We are going to discuss what the meaning of action or take. Tushike nini? What we are going to take. Pili, Second, tutasema hasara ya kutoshika. the dangers of not taking. Tatu, Third, tutasema faida ya wanaoshika. faida ya wanaoshika. Faida the benefit. Thank you, sir. Faida ya wanaoshika. The benefit for those who take. Lile litakuwa neno letu la tatu. That will be our third thing to discuss. Bwana asifiwe. Praise God. Omba Mungu mwandishi. Secretary, pray that, please. Takatifu Muumba wa mbingu na nchi, ninamkabidhi mtumishi wako mikononi mwako. Amesimama yuko mbele ya wana wako. Mtumie kama chombo chako. Mpe maneno ya kuongea. Yeye ni chombo tu, lakini mnenaji ni wewe. Sasa namkabidhi mikononi mwako. Mtumie katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Tutaongea maneno ya kushika. We are going to take things that we have to take Kama utangulizi wetu. as our beginning. Biblia inasema tushike wokovu. The Bible says we have to take salvation. Sababu wokovu ndio ujumbe wa Yesu Kristo. Because salvation is a big message of Jesus Christ. Ujumbe ndio wa Yesu Kristo. The message is for Jesus. Ujumbe wa Yesu ni wokovu. The message of Jesus is salvation. Sababu wakati Yesu alizaliwa, Because when Jesus was born, malaika alifika kusema, the angel came and said, maana ya jina Yesu, the meaning of name Jesus, maana ya jina Yesu, the meaning of the name Jesus, ni mwokozi. it's Ni mwokozi. Savior, ni mtu ambaye anaokoa, Savior. Asante sana. Ndio vile malaika alimwambia mama yake. That's his mama was told. Ukisoma Mathayo sura ya kwanza, Matthew chapter 1, 21, verse 21, utakutana hapo ujumbe wa Yesu. you'll find the big message of Jesus Ilikuwa Christ. ni wokovu. It was a salvation. Jina hili wokovu This name salvation ni hilo la kwanza kushika. is the first thing that I will have to take. Manake tukishika wokovu, If we take salvation, tunakanyaga msingi. we are going to step the foundation. Msingi wa mambo ya kiroho. The foundation of the Holy Spirit. Unapatikana katika wokovu. Umesema? Msingi wa wokovu The foundation of salvation is through wapatikana katika wokovu. salvation. Wakati tunasimama katika wokovu, When we step in salvation, milango yote Mungu anaiweka wazi. all doors are opened by God. Haleluya. Hallelujah. Asante sana. Thank you so much. Neno letu la pili, Our second step, our second word, tushike jina Mkristo. take name Christian, a believer. Tushike jina Mkristo. Take a name Christian. Sababu lile jina Mkristo Because the name Christian, linatuheshimisha. that name gives us respect. Ukisoma katika Petro wa kwanza, When you read 1 Peter 4:16, chapter 16, unakutana Petro anasema, you'll find Peter says, tushike sana lile jina.
we have to take that name. Msomaji wetu atusomee kwanza pale. Petro wa kwanza 4:16. First Peter verse 4 chapter 16. Inasema hivi. Ndio. Lakini ikiwa kwa sababu ni Kristo asimame haya. Yaani amtukuze Mungu katika jina hilo. Asante. Bwana asifiwe. Biblia inasema, The Bible says, hata majaribu yangekuja, even we can have temptations na kukupiga kwa aina zote, and beat in several ways. shika msimamo. Take action. Simama katika jina Mkristo. Stand in the name of Christian. Yote yatashindwa. All will come through, all will come Sababu over. unashika jina la ushindi. Because you have an action name. Ndio vile Petro anasema, You have a victorious name that's ya a kwamba jina hili because that name, ni ushindi mkubwa. it's our victory. Bwana asifiwe. Praise God. Ni katika jina hili It's in that name tunapata funguo za Mungu kuzaminia kanisa. we get the key of God. Sababu tukisoma katika Wakolosai If we read Colossians 2:3 chapter 2 verse 3, linasema hili jina he said this name, linakalia hazina zote za Mungu. he take all treasury of God. Bwana asifiwe. Praise God. Hili jina Mkristo This name Christian, linakalia hazina zote. this name Christian is Bwana asifiwe. treasury of God. Shika hilo jina, Take that name uone mapenzi ya Mungu. so you can see the will of God. Bwana asifiwe. Praise God. Shika tena neno la tatu, uvumilivu. You have to take also the third word, patience. Uvumilivu. Patience. Wakati unashika When uvumilivu, you have a patience, mambo yote yatakuwa yanapita. Mambo yote yatapita. all things will pass, Na wewe unabakia unasimama and you will stay still katika uvumilivu. in your patience. Biblia inasema The Bible says, mbingu ni ya wavumilivu. the heaven is for all who are patient. Sababu mvumilivu Because a patient huyo ndiye anajua mapenzi ya Mungu. is the person who knows the will of God. Huyo ndiye anashika ahadi Is zote the person who takes the purpose of God, zilizofungwa kwa muhuri wa jina la Yesu. who was kept by the signature of the name of Jesus Shika Christ. uvumilivu ndugu yangu. Take the patience, my dear brother. Ni uvumilivu unajenga ndoa zetu. It's a patience that will build our marriage. Ni uvumilivu unatuweka katika utajiri. Patience keep us in what way? Wakati tuko wavumilivu, When we are patient, tutamuona Yesu. we will see our Jesus. Bwana asifiwe. Praise God. Neno letu la 4, Our fourth word, Bwana asifiwe. praise God, Shika sana usafi wa kiroho. be very clean in your spiritual way. Roho Mtakatifu ni msafi, The Holy Spirit is very clean. na anayesema na roho awe msafi. Whoever speaks with the Holy Spirit, he has to be clean. Tunasoma katika Wakorintho wa pili Second Corinthians 7:1 chapter 7 verse 1. ni kwamba aliye na roho ni msafi wa mwili na roho. Whoever who is fooled by the Holy Soma Spirit pale kijana is wangu. very clean. Waraka wa Paulo kwa Wakorintho, Eh. sura yake ya 7 mstari wa kwanza. Aha. Neno linasema hivi: Ndio. basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Amen.
usafi wa mwili na wa roho, if we fulfill the work of our body and our soul, na our spirits, kusimama katika utakatifu, and stand in salvation, tutarithi ahadi zote za Mungu. we will reign all purpose of God. Tutarithi ahadi zote za Mungu. We will all reign all the purpose of God. Shika usafi wa mwili na roho. Be clean through your body and your spirit. Huu usafi wa mwili na roho, to be clean through your body and your spirit, utakufikisha kwa kuwa mgeni rasmi mbinguni. it will take you to be a good visitor in heaven. Tangu leo nitawaambia mgeni rasmi ni nani mbinguni. From today I'm going to tell you who is the best, Na ni mtu gani? best in the heaven, Anasimama namna gani? and what kind of person and how Anashika nini? and what it takes. Soma Isaya msomaji wangu. Read Isaiah Isaya 50. Soma Isaya 57:15. Isaiah chapter 57 verse Some 17. pale tutamkuta mgeni wa heshima pale. We are going to see who is the Anayehesabiwa best katika in ulimwengu heaven. wa roho. Kitabu cha nabii Isaya 57:15. Aha. 15 inaimba hivi. Eh. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, Ndio. nakaa mimi pahali palipoinuka, Ndio. palipo patakatifu, Aha. tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Bwana asifiwe. Wakati tulifanya mafungo ya hii mkutano, When we start our fasting for Mungu this alisema service, hivi, God spoke, mada akiwende waambie mkutano mgeni rasmi wa mbinguni. God tell the best guest of heaven, Huyu mgeni wa heshima the guest who has a respect. ni mtu gani? What kind of person is he? Shika hii sura ya Isaya Take this verse of Isaiah 57 chapter 57 15. verse 11. Utamuona huyu mgeni wa heshima You mbinguni. will see this kind of guest who has a respect in heaven. Ni mtu aliyetubu. Is a person with Huyo mtu repentance. aliyetubu A person who repents. anakaa kiti kimoja na Mungu. He sits the same chair with God. Mbinguni kuna maelfu ya malaika. We have maelfu. We have thousands and thousands of angels in heaven. Lakini hakuna aliyekaribia Yesu. But there is no one who sit close to Jesus. Wote wana kazi ya kusifu tu. They all praise and worship. Praise and Lakini worship. hakuna wa kukala kuenzi ya Mungu. And there is no one who sits on the throne of God. Lakini anayekaribia enzi Whoever who near to the throne of na God kuketi pamoja na Mungu and sit close to God ni mtu aliyetubu. is the person who repents. Bwana asifiwe. Praise God. Usione kutubu sawa mchezo. Don't ignore the repentance as a simple game. Shika sana kutubu na kuungama Take care repentance ili uone ufalme wa so Mungu. you can see the kingdom of Ili God. uone heshima ya So Mungu. you can see the respect of God. Ili uhesabiwe mwenye haki So mbele you ya can Mungu. be one of the righteousness of people. Kwa hiyo njia ya kutubu tu. That's the only way of repentance. Bwana asifiwe. Praise God. Anasema tena tushike kuomba. Also, we have to be prayer warriors. Tushike We kuomba. have to pray. Wakati tunashika kuomba, When we pray, tunaishi
tunaishi karibu na Mungu. We live close to God. Msomaji wangu soma Luka 18 mstari wa kwanza. Read Luke chapter 18 mstari wa kwanza. Chapter 11 verse 1. 18 mstari wa kwanza. Kitabu ni cha Luka 18 mstari wa kwanza. Ndio. Kwanza tunasema hivi. Akawaambia mfano. Kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Wala wasikate tamaa. Kaa chini papa. Bwana asifiwe. Shika kuomba. Pray, pray, pray. Shika kuomba. Take prayer. Sababu anayeomba, Because a person who prays, anakaribia utukufu siku kwa siku. he has Ukiwa muombaji wa he kweli, has the holiness of God every day. usiwe muombaji wa uongo. Don't be a fake prayer. Siku moja niliitwa kwa kanisa, One day I was called to church niende kuhubiri Noeli. so I can go to preach. Nilipofika huko, When I arrived, nilikutana mwanamke wa tumbo mkubwa, I found a woman with a big belly, mwenye mimba ya siku nyingi. a pregnant woman with so many days. Mwanamke anagonda He was a very, very na bwana skinny, yake naye anagonda. and her husband was also skinny. Walipofika kwangu, When they came to me, walinisalimia. they say hi to me. Baada ya kunisalimia, After saying hi to me, bwana yake akasema, the husband said, chenye kinatugondesha hivi the thing that made us skinny like this, ni woga. it's fear. Sababu mtu mmoja aliombea mke wangu Because one person prayed over my wife juu ya hii mimba, because of this pregnancy, akamwambia hii mimba ndani hamna mtu. and that person told the wife that inside the belly there is nothing. Asema ndani ya tumbo yake muko masahani. Inside the belly we have dishes. Muko masahani. There are dishes inside the belly. Na mwisho ile masahani tamuua. And at the end, the dishes will Na kill huyu the ni mama woman. mzazi wa watoto 6. And there is a woman with 6 children. Sasa huyu mtu This person, akasema, baba, he said, Father, niliombewa na mtu wa Mungu. the person who prayed of me he was a man of God. Akaniambia tumbo muko masahani. And they told me inside my belly there Na are so many dishes. mwisho wa hii masahani ni kuniua. And at the end of the dishes will kill me. Ndio maana nagonda hivi. That's why you see me too skinny. Nakuja uniombee na wewe. I'm coming to you so you can pray to me also. Nijue kama ile masahani ngali ndani. So I can make sure there is still dishes inside my belly. Mimi nikamwambia, And then I told him, napewa ruhusa na Mungu kuomba na saa 3 ya usiku. I was given permission by God to pray at night around 9 p.m. Nikamwambia basi hivi na kumwache majina yenu hapa. So I told them to leave the names Na muwashe gari murudi kwenu. so you can go back to your house. Wakarudia. They went back to their house. Nikawaambia asubuhi mkuje. In the morning I called them back. Kama Mungu atajibu, If God is going to answer, kama hatajibu, if not, asubuhi mufike. just come in the morning. Wakaondoka. And then they went. Walipoondoka When they went, saa 3 ya usiku, around 3 p.m., mimi nikaingia kwa magoti. I kneeled down. Bwana asifiwe. Praise God. Mungu akanijibu. And God answered me. Akasema mimi siwezi weka masahani mtumbo ya mtu. And God said, I cannot put dishes inside someone's body. Mwile tumbo Mungu mtoto mwanaume. Inside that body there is a child born. Na huyo mtoto atazaliwa mwezi wa 4. And that child will come in April. Itakuwa tarehe 15. It will be on the 15th of April. Mwambie mume wake andike hizi tarehe. Tell the husband to write this day.
Waliporudi asubuhi, when they come back in the morning, wakafika kwangu, they arrived to me, nikawaambia Bwana asifiwe. and I said, praise the Lord. Mcheke kwanza. Smile first. Wakasema tucheke. And they were surprised. Sisi wenye kungoja kufa tutacheka. How we gonna be smiling when we are getting ready to die? Mimi nasema mimi nina habari nzuri And yenu. I said, I have good news to you. Nina habari nzuri yenu. I have good news to you. Mungu alisema hivi, God says, katika hii tumbo inside the belly, hamuna masahani. there is no any kind of dishes. Mtoto mwanaume. There is a child born. Naye atazaliwa tarehe 15. And they will come on the 15th of April. On the 15th of April. Bwana asifiwe. Praise God. Wale watu wakaniangalia. And those people looked at me. Asema, baba unasema kweli? And they asked again, are you saying the truth? Mimi nasema tangu nizaliwe siyasema uongo. And I said to them, since I was born, I never lied. Wakarudi. And they went back. Na mimi nikarudia kwetu. And they went back to my space. Tukaachana kabisa. And we went separate places. Sasa ule mwezi ulipofika, On the day of giving birth, kwa zile tarehe, on 15th, the same day, ule mama akazaa mtoto mwanaume. and the woman gave birth to a child born. Bwana yake akawasha gari. And the husband came with a car Na nashika 4,000 mkono. with $4,000 in his hands. Za dolari. 4,000 American dollars. Nikasikia mlango yangu anagonga. And I heard through my door someone was knocking. Nikafungula. And I opened the door. Nilipofungula, When I opened the door, akaniambia hivi, and they told me, tangu kuzaliwa nilikuwa siyaona Mungu. since I was born, I never seen God. Lakini kupitia wewe, But through you, namuona Mungu. I see God. Tunazala mtoto mwanaume. We gave birth to a child boy. Kwa ile tarehe, On the same day, baba, Father, mimi ningekuwa na mali ningekununulia gari. if I was rich, I was giving you a car. Unakimbia naye. So you can run with Lakini sina kitu. but I have nothing. 4,000 hii. Take 4,000 American dollars Hizi faranga ununue gari. so you can buy your own car. Zile faranga niko nazo. And I have that money. Nilienda kuuliza bei ya gari. I went to ask the price of the car. Wakaniambia hapana, hazifiki kugari. And they say you cannot have a car through for Basi nikazichunga. And I keep them. Nikaambia Mungu, Bwana, And I ask God, fungua milango open up the doors na mimi nunue gari. so I can buy my own car. Ukuse katika hazina zako. So you can touch your own treasury. Uongeze hizi faranga. So you can add the money Nipate gari. so I can fund the car. Hii gari natoka kwako. This car, the car came from you. Bwana asifiwe. Praise God. Mungu ana deni ya gari yangu. Sema vile. Mungu ana deni ya gari yangu. God has it out for this Alinipa car. gari sio enea. Alinipa gari sio enea. Alinipa gari sio enea. God gave me a small car which is not complete. Na niko na nia aeneze. And I'm asking him to complete my car. Nitakapokwenda katika mikutano, When I'm going to other service, na mimi niongoze gari. so I can drive my own car. Bwana asifiwe. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Na leo niko mbinguni. And today is in heaven. Niko mbinguni. I am in heaven. Hao wenye kuzizunguluka mimi People are around me. ndio mbingu. That's the heaven. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema The Bible says, tushike neno la Mungu. let's take the word of God. Tukishika neno la Mungu If we take the word of God, litatufikisha kwenye hazina zinazofichwa. it will take us to the treasury that I will never see. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hiyo ndugu yangu, So my dear brother, tunageuka kwa neno letu la pili.
we're going back to our second word. linalosema hasara ya kutoshika. The dangers of not taking. Hasara ya kutoshika. The dangers of not taking. Bwana asifiwe. Amen. Tunamuona kijana mwenye hekima. We see a young man with kijana wa hekima. With wisdom. A young man with wisdom. Anaitwa Sulemani. His name is Solomon. Kijana huyu, this young man, alijibiwa maombi yake. God asked his prayer. Mungu akamwambia nitakupa hekima. And then God told him, I'm going to give you wisdom. Hekima itakuongoza. And then the wisdom will lead you. Utajulikana ulimwengu wote. And I will make you popular around the world. Yeye alipopata ile hekima, when he received the wisdom, aliita Waisraeli wote. He called all the Israelites. Akafanya hotuba mbele yao. And he preached to them. Akawaambia hivi. And they told them, katika miaka nitatawala. In all the years that I'm going to live, havitaingia Israeli. There will be no war inside Israel. Waisraeli wote wakaruka na kucheza. And all Israel were happy, jumping with happiness and joy. And they were clapping with joy and happiness. Wakamwambia sasa utafanya nini? And they asked Solomon, what are you going to do? Yeye akasema, and they said, kwa hekima nimepata, with the wisdom that I have, nitaoa mtoto wa kila mfalme. I'm going to marry a daughter from each king. Aliposema nitaoa mtoto wa kila mfalme, when he said I'm going to marry a daughter from each king, waligeuka shingo. And all the Israelites give him wakamwambia, and then they asked, hiyo kwenu naoa watoto wa wafalme? What kind of love do you have for you to marry? Hiyo hekima yako. To marry all daughter of kings. That's what kind of wisdom. Unapotoka, that's not good. You are wrong way. Heshima yako haitende kitu. Your respect doesn't work. Doesn't show nothing. Kwa kwendo na waoa. For you to marry, to get married. Huyu mtu, this person, kwa kuoa wanawake, for marrying women, Mungu alimkataa. And God denied him. Mungu alimkataa. God denied him. Na wakati Mungu alimkataa, when God denied him, aligeuka kitu bure. And he was nothing. Anaanza jengea mashetani madhabahu. And they start building the house to the devil or to the asante sana, tunaendelea vizuri. Sawa, ipende pesi. Anasema. Bwana asifiwe. Amen. Akaanza kujengea mashetani madhabahu. And they start building the altar for the devil. Basi Mungu akamkataa. And the God denied him. Kwa hiyo ndugu yangu, so my dear brother and sister, hekima yake ilikuwa ya bure. His wisdom was aliyopewa kushika hakuyashika. Whatever he was supposed to do, he didn't do it. Hakuyashika. He didn't do it. Ufalme wake, his kingdom, Mungu aliukataa. God denied his kingdom. Tuna mfalme mwingine wa Israeli. We have another kind of king in Israel. Mtu mzuri sana. A nice person. Wa umbile nzuri. With a good body. Katika vijana wenye sura, in so many young men with nice face, he was born to be the first. Aliitwa Sauli. He was Saul. Kijana huyu Sauli, this young man Saul, Mungu alimpenda. He was loved by God. Ndiye mtawala wa kwanza wa Israeli. He was the first king of the Israel. Huyu kijana Sauli, this Saul, alienda kinyume cha mapenzi ya Mungu. He also went against God's will. Alishindwa kushika neno la Mungu. He didn't obey the word of God. Mungu akamkataa. And God denied him. Ukisoma katika Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili, Leviticus, Mambo ya Nyakati wa Pili, Chronicles,
Second Chronicles. Yeah, tuko sawa. Naomba nitanaye. Mambo ya Nyakati wa Pili, Second Chronicles sura 15, verse 15. verse ya kwanza na ya pili. Chapter 15, verse 1 through to verse 2. Mungu alimkataa. And God denied him. Sababu ujumbe alimpa, Because the message that God gave to him, nguvu alimpa za kupigana. God gave him power. Mungu alimpa vita na neno. And God sent him to go to the war with word. Kufika kule vitani, When he went to the war, alishindwa kutimiza ahadi ya Mungu. he didn't keep the promise of God. Alipofika, When he arrived, Nabii Samuel the prophet Samuel, alimwambia Saul, the prophet Samuel told Saul, ni nini kinalia nyuma yako? what is crying behind you? Ni kitu gani kinalia nyuma yako? What is behind you crying? Akasema ni dume wa kondoo. It's a big male sheep. Unawabeba wapi? What do you take them? Aseme naletea Mungu. And I'm taking them to God. Mungu alikutuma hizi beberu. Did he